sana. Kwanza nimefurahi sana mmefika wengi maki unajua ndio mimi mgeni kwenye mambo. Akasema leo watatokea hao kweli. Lakini nashukuru mmefika. Nashukuru sana na mimi leo bwana sina mengi sana kuwaita, ila nimewaita kwa ajili nilikuwa nataka nyinyi kwa sababu wana habari, kwa hiyo mwapelekea habari wale watu ambao wamekuwa wakinisupport muda mrefu kwenye sanaa yangu. Nilianza mwaka 2003 kutoa ngoma kama msanii Mr. Blue, na huu ni mwaka 2025. Kwa hiyo kama unaona hapa kwa hesabu za haraka haraka ni miaka 22 nimekuwa nikifanya hichi kitu. Kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye. Nashukuru Mungu nimepata jibu. Nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo 22. Nitengeneze nyimbo 22 ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka 22. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki, kula, kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Kwa hiyo kupitia ndani ya hiyo miaka 22 pia nimetengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record, na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania, na wenyewe wana habari, ndio watu pekee wa kupelekea habari kwamba nina studio, na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo 22 kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kunisupport miaka 22. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu. Nitazitoa kwa awamu kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu nimezi record, na kuna baadhi nimeshoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya hii interview nitaachia video 4. Zitakuwa ni ndo mwanzo wa hizo nyimbo 22. Kwa hiyo mimi ni hayo tu ndio nilofanya niwaite ndugu zangu. Nimeileta kwenu na dhumuni ni kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa sababu miaka 22 kama unavyoona, mwingine anashangaa na kuuliza umewezaje ku maintain mpaka leo, kwa sababu sio kitu rahisi. Ni sasa leo hii ukutane na mtu kaishi miaka mingi, mwenyewe unamuuliza umefanyaje kuishi miaka mingi, yani ni jambo ambalo kidogo. Kwa hiyo nikasema ndani ya hiyo nilete kitu ambacho kitaweza kusaidia wengine, sababu kwa hiyo miaka 22 na mao unaenda mpaka unafikisha miaka 30 kwenye game. Tena hata muziki usipokukataa basi hata umri wenyewe unakuwa umekukataa, yani unakuwa tena so Babiloni yule, unaenda kama mzee Babiloni. Umeona? Kwa hiyo nikasema nilete kitu ambacho kitazaa wasanii wengine, Blue wengine. Kwa hiyo nimeleta Blue Record kwenu, na hata hizi nyimbo ambazo nazitoa zote 22 karibu zote nimefanya ndani ya studio zangu, japokuwa zingine nimeshirikiana na maproducer wengine, lakini asilimia nyingi hata hizi ninazoachia leo ni kwenye studio yangu. Kwa hiyo nikasema na mambo hayo mawili, nyie wana habari, sijawahi kuifanya kitu kama hichi, lakini nikasema kwa miaka hii 22 ni mingi kwangu na mingi pia kwenye tasnia, niwatumie nyie kuambia watu kwa hivi vitu ambavyo viwili vilivyokuwa ndani ya mambo. Ni hayo tu kurugenzi. Mwategemee wasanii wote, kwa sababu dhumuni la hii project ni kwa mimi kama mtoto wa kwenye tasnia. Kwa miaka hiyo 22 nimepata bahati kubwa sana, nimshukuru Mungu, ya kuweza kushirikiana na wasanii wa kileo na wasanii wa zamani. Kwa sababu mimi nimelelewa na kina Fandesele na kina Jumanecha kipindi hiyo mimi mdogo, kina TID, kina Unisex, wale ndio walo. Lakini wakati nakuwa nimekuja tena kuwa baba, na mimi na nimekutana na wadogo zangu wengine, ndio hao kina Diamond, wakina Suinani, wakina nani, wakina. Kwa hiyo hao nao bado nafanya nao kazi. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu mwenye bahati sana, na namshukuru Mungu. Kwa hiyo katika hiyo mtegemee wa zamani na wapya wote watakuwepo, kwa sababu mimi nawaomba pia kwa wale ambao hawajamaliza, kuna wengine nimeongea nao lakini hawajamalizia, wamalize, kwa sababu ni kama itakuwa kama heshima kwangu
wakinipa maua yangu nikiwa bado sijafa, kwa sababu nahitaji vitu kama hivyo, na nikasema basi nifanye ushirikiano. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajamaliza nafikiri watamaliza, ila wengi watakuwepo. Sawa, Blue Records ni record label ama ni studio tu ambayo pia labda pengine msanii akitaka kuja kurekodi anakuja kurekodi na anakulipa pesa, ama utaratibu kwa nini? Ni yote hayo. Kwa kama kuna msanii ambaye anataka kuja kurekodi aje, na pia tutatoa wasanii kupitia Blue Record kama wengine wanavyofanya. Diamond tumeona Harmonize nani. Hilo ndio dhumuni letu. Ni soon tuna kupitia nyie waandishi tunatangaza hapa kwamba pia bado tunahitaji, tuna vijana ambao tunao. Hata kuna baadhi ya nyimbo ambayo kuna kijana ambaye yupo tumefanya naye Epi April ambaye amefanya naye kwenye hii nyimbo. Ni msanii mchanga wa kike ambao tuko naye pale, hatujamsign official lakini tunamsupport pale, ila kwa bahati mbaya kidogo kwenye hiyo video yeye hayupo. Kwa hiyo ameact kama msichana mwingine, lakini yeye muimbaji ni mwingine kwenye hiyo video. Yeah, kwa hiyo tulitaka tu base sana kwenye rap, lakini tumeona hapana, tutawanyima nafasi wale ambao wanaimba. Kwa hiyo tutachukua wote ili kusaidia vijana. Yani wepesi huko kabisa, yani kama kuchana karatasi tu au kuzima TV, yani ni very easy. Na ukifuatilia hata mimi watu ambao nimeimba nao, mimi nina collab so chini ya 200 za underground. Nyenyewe wana habari na shahidi. Kwa hiyo hilo swala bado linaendelea. Sawa, hilo swala bado linaendelea. Kama unafikiri unataka kushirikiana na mimi, njia zangu mimi ni nyepesi kabisa. Sina njia ngumu, nishai kusema siku zote. Siangalie hela sana, naangalia hela sana, yote nafanya. Si umeelewa? Unaweza ukaja na nidhamu tu nikaimba nawe na hauna kipaji. Kwa sababu nishaimba na watu hao ambao walikuwa hawana kipaji hicho, lakini niliimba nao na baadaye wakaja kuwa ni watu wenye vipaji vikubwa. Wakati naimba nao walikuwa bado. Na wale wenye vipaji kabisa ila hawana hata 100. Sawa? Pia tunawakaribisha. Na wale wenye hela ila hawana vipaji pia tunawakaribisha. Wote tunawakaribisha. Unawezaje kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kwa maana ya msanii mwenye pesa lakini hana kipaji na anahitaji kuimba kwa sababu alimuona Mr. Blue anapa. Kupitia pesa zake atafundishwa. Atafundishwa na ataimba tu. Wenda Azim kibao anaimba na mwache aje. Johnny bwana Blue Record. Wengi ambao kushirikisha katika 200. Ndio kusikia kudai kwamba ngoma kuna baadhi ya ngoma uzikumbuke, ni kweli? Ni kweli, hata wasanii wakumbuki kwa sababu mwingine anakupigia bwana kaka ndo tunashuti. Niambia tunashuti nini? Ile ngoma tulofanya mimi na wewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kwa sababu muziki nimekuwa nikitumikia muda mrefu, na kama nilivyosema sina shughuli yoyote hapa mjini. Shughuli ambazo zingine nazo siwezi kuziweka wazi, ni shughuli ambazo za kwangu binafsi, siwezi kusema niziite kama biashara, naweza kuziita kama uwekezaji. Lakini sana sana pesa nyingi nimeipata kwenye muziki. Kwa hiyo wakati mwingine nafanya kama kazi, wakati mwingine nafanya kama msaada, ndio unakuta nimekuwa na collab nyingi sana. Yeah. Ndio tunafanya sana collab na wasanii wachanga. Yaani wasanii pale ambao wanatoboa sana ziko nyingi sana. Labda tukesiri mkono lipwa ama mkono jitolea kufanya zile kazi. Lakini swali la pili la msingi, na miaka 22 kwenye game hujawahi kufanya press. Nini hauamini kwenye press ama na kwa nini leo umeona kufanya press? Swali zuri sana video. Wasanii ambao nilikuwa nafanya nao collab na bado still nafanya nao, kama nilivyosema, naangalia sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtu anakuja, kwa mfano kama Mabantu walishaikuja, nilishafanya nao collab kabla hawajatoka. Walikuja na 70,000 wakiwa wamechanga buku. Sio, umeelewa? Ila nilipoona ile hela hao walipoichanga, yaani ukiangalia buku unaona kabisa imechangwa. Unajua buku inakuwa kama inao inaanza kuzeeka. Unaona hii buku ilikuwa imefichwa sehemu. Lakini kusema kweli nilichukua ile 70,000 na nikaenda kuimba nao, lakini baadaye kuna imani iliniingia. Nafikiri sio tuligawana ile hela. Wao waliondoka na 35, mimi 35. Sio nilibaki na yote. Kwa sometimes zinatokea, kwa sababu mimi binadamu na kazi yangu muziki. Wengine wanakuja na fedha, tunaelewana, na unaweza kukuta sio fedha kivile wala nini. Ila kula ugali tu siku 2. Lakini
Wewe unajua ila kula ugali siku mbili unaijua. Wewe unaijua. Lakini unakuta mtu alipotoka katoka mkoani, katoka nini sometimes lake unaiacha sometimes unaichukua. Mwenye unakuwa na shida zako unaichukua. Kwa ndo tunavoelekea huko. Hilo swali la kwanza. Kwa hiyo tunaangalia mambo mengi, sometimes nidhamu, sometimes pesa. Muona bwana sio muongo, vitu kama hivyo. Na kuna limitation ya kiasi ama wewe chochote tu? Mimi sina, mimi chochote tu. Mimi unaweza kanipa hela. Yaani ukashangaa tumeila hapo kabisa. Yaani tumeila na tumelipa bili hapo. Ila vesi yangu ikabaki. Kwa hiyo sometimes ni kupenda tu muziki na kule kusema potelea mbali. Tupitishe kidogo tu. Swali la pili la ujamaa. Sijai kuita press kwa sababu mimi kwanza nachukia interview. Sipendi kuhojiwa. Nilikuwa watu wengi wananiita njoo bwana njoo, siwezi kuhojiwa. Naona wewe kwa nini mimi unihoji? Wewe una kitu gani cha kujua kuhusu mimi? Na hiyo ilitokea baada ya nimekuwa nikielezea sana baada ya kutoka kwenye management yangu ya kwanza, kwa sababu mimi nimeanza game nikiwa mtoto. Kwa hiyo nilikuwa nasaidiwa kama mtoto. Baadaye ikatokea changamoto na wale watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi. Kwa hiyo ikajikuta mimi nikaingia kwenye maisha ya kimaskani. Sasa ukishaingia kwenye maisha ya kimaskani, waandishi kwanza wanaona kuzingua. Umeelewa Lakini mwisho siku watu wanaamini wewe una kipaji. Kwa hiyo muziki wako ndio unakuwa unatembea zaidi. Lakini mtu kukuoje unaona kama anakuzingua atakuchoresha. Umeona Kwa hiyo hicho ndio kilichofanya nisio nafanya press na nisio nafanya natokea. Lakini kwa sasa nimeamua kufanya kwa sababu miaka 22 kwenye game bado nafanya show. Bado napokea pesa za kimuziki. Na nyinyi mmekuwa mkiona baadhi ya nyimbo ambazo nimezitengeneza zimekuwa zikinipa pesa nyingi kusema kweli kupitia muziki. Kwa hiyo naona kuna haja ya kuwapa shukrani. Sasa hivi dunia ina mambo mengi. Naweza nikatoa asante yangu isifike. Nikasema niwaite nyie kwa ajili ya kuwashukuru mashabiki na pia kuambia nina zawadi yao ya nyimbo 22 ambazo ni nyimbo mchanganyiko. Kuna reggae, kuna hip hop, kuna R&B, kuna zouk, kuna mpaka taarabu, kuna singeli, kuna yani muziki yote nimefanya. Yani mpaka nikishatoa hizo ni wenyewe mseme bana Baisa basi nenda kalime. Kupitia nyimbo hizo tuimbia kitambo na hizi zinatosha baba. Sasa chukua tu hela zako. Ndio nichokifanya. Na ndio unaelekea huko kwamba unasiku na baada ya 22 baada ya 22 sasa nitaangalia inawezekana unajua muziki na upo kwenye damu, lakini sana nafikiri inaweza nikakata kiu yenu. Kwa sababu kuna wale wasema blues squeeze umekuwa mgumu unachana tu uimbi. Nyimbo kama za zamani zipo ambazo nimeimba. Kuna wengine wasema style ya sasa hivi bwana singeli. Nimo kwenye singeli na watu nimeimba nao singeli, kina Meja Kunta, kina Mzee wa Box wapo kwenye hiyo project. Sijui kuna nini taarabu, nao watu wa taarabu. Kwa hiyo nimejaribu kufanya muziki yote kwa ajili ya kukata kiu. Sasa baada ya hapo sijajua nini kitaendelea. Lakini hilo ndio dhumuni langu kubwa sana. Ndio maana nikawaita waandishi. Mr. Blue, hii nyimbo 22 ni nyingi sana. Ni album hiyo. Na tunaona wasanii wengi sasa hivi wanatoa album kwa ajili ya wasikilizaji wapate package kubwa ya kuwasikiliza. Why wewe unaamua kutoka kwenye nyimbo 22 ambazo ungeweza kuweka album na unazitoa kwa awamu? Kama leo unaanza na nyimbo 4, why sio album nzima ambapo wasanii yani wasikilizaji wangesikiliza? Swali zuri sana. Sasa hapo kuna mawazo ya taifa na mawazo ya mtu mmoja mmoja. Mawazo yangu mimi ni ya mtu mmoja mmoja kama mimi. Na hii nimesema kuna sababu. Nimetoka kwenye game mwaka 2003 au mwaka 2025. Kwa hiyo nimetimiza miaka 22. Bado watu wakiwa wananisupport na bado nafanya show, bado napata hela ya muziki. Na kwa wakati mwingine sitoi nyimbo hata miaka 5. Kwa baba naye niacheni. Lakini watu wanakuita njoo uimbe huko, njoo huko. Kwa hiyo inaonyesha ni upendo mkubwa. Kwa hiyo mimi ukienda kwa labda tuseme nani? Ukienda kwa mtu ambaye anahusika na kitu fulani, labda mtumishi wa Mungu, zawadi pekee atakupa ni kukuombea dua. Sasa mimi ni msanii, nikasema niwape zawadi gani? Niwape watu hela? Nifanyeje?
wamenisupport sana. Mimi nimetokea kwenye maisha ya kimaskini sana. Yaani nilifika kipindi hakuna kwetu, yaani hamna sehemu ambayo naweza nikasema hapa ni kwetu. Lakini leo kumiliki sehemu nyingi ambazo watu wanaweza kuishi hata sio mimi. Hiyo ni kutokana na mashabiki. Yaani mashabiki mimi ndio wamenipa hela. Kwa hiyo nitafanyaje? Wamenipa hela kwa nini? Walinipa hela kwa sababu niliwaimbia. Niwape zawadi ya nyimbo. Ndio kitu ambacho kunifanya nisifanye kama album. Nisione kwamba kwa sababu watu watoa album mimi nitoa album, hapana. Mimi naweza kufanya kitu nilichoamua, ni dunia huru. Kwa hiyo hilo ndio sababu ambayo nitafanya. Sio swali lingine ulikuwa umesemaje? Swali la kwanza lilikuwa ni kwamba why umeamua kutoa zawadi ya muziki. Kwa hiyo nafikiri nimejibu. Aisha, mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Tunafahamu kwamba wewe ni member wa B.O.B na ni Chalaza. Lakini katika hapa katokea sintofahamu ndio mpaka leo iko wazi. Kuna kitu gani ambacho kilitokea B.O.B ni Chalaza ipo leo na kwenye mipango yako ya Blue Record tutaendelea kuona wale member wa B.O.B ni Chalaza? Swali zuri sana. B.O.B Micharazo ni vitu viwili vilivyoungana ambavyo alikuwa ni Nyandu pamoja na mimi Mr. Blue. Na tulikutana tukimaisha kwenye harakati za muziki na baadaye vitu vingi tumefanya mimi na Mido Ndugu. Kwa hiyo kupitia watu wake yeye walikuwa nyuma yake na watu wangu mimi walikuwa nyuma yangu, akatokea mtu ambao alitaka kusimamia ile project. Kwa hiyo tulipoifanya ilikuwa imeisha pale. Lakini kwa swali lako hilo, ndani ya miaka 22 ya Mr. Blue itakuwa ni ngumu sana ukikosa watu.